Testing. Hakuna Mungu ila Yesu Kristo. Mungu ni mmoja na jina lake ni Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi, Mungu Baba amejifunua kwa ulimwengu katika Yesu Kristo. Na ni katika Yesu Kristo pekee ndio Mungu Baba amejifunua. Kama unayeabudu au unachoabudu hajajifunua ama halijajifunua katika Yesu Kristo, si Mungu. Mungu ni mmoja na yeye ni baba ya Yesu Kristo. Yesu ni mwana wa pekee, mwana mzaliwa, yani Mungu amezaa, na mwana mzaliwa wake wa pekee anaitwa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo amejifunuliwa kama mzaliwa pekee wa Mungu, chapa halisi ya Mungu, kiasi cha kwamba yule ambaye anayemuona Yesu Kristo amemuona Mungu. Yani yule ambaye amemuona Yesu Kristo amemuona Mungu halisi kabisa. Mwana anavyomfanana Baba, hivyo ndio Yesu Kristo anafanana Baba yake, kwa sababu yeye ni mzawa pekee wa Mungu. Comprende. Nawasomea kutoka Mathayo 21 mstari wa 31, maneno ya mzaliwa pekee wa Mungu. Na anasema hivi, ni yupi? Katika sehemu ya pili anasema hivi, Yesu akawaambia, amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanawatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu. Sikiza tena, mzaliwa wa Mungu anakueleza hivi, amin nakuambia wewe, watoza ushuru na makahaba wanaingia mbinguni mbele yako. Mzaliwa wa Mungu anakuambia wewe siku ya leo, wewe ni wewe, anakuambia makahaba na watoza ushuru wanaingia mbinguni mbele yako. Wewe uko hapo unasema, mimi ni mzuri sana. Anaongelesha Wafarisayo hapa. Wanafikiri wao ni wazuri sana kwa sababu wao husali, au wanafikiri wao ni wazuri sana kwa sababu wao hufunga. Unafikiri kusali na kufunga ili kukubaliwa ni Mungu ni kitu ambacho kilianza juzi. Walikuwa wanafanya hii mambo ili kuonekana. Watu waonekane, wawapigie makofi, waseme Nikodemo, Nikodemo huyu anasali sana huyo. Wachana na huyo. Anamwambia sasa, wewe sikiza Nikodemo, wewe, watoza ushuru wanaingia mbinguni mbele yako. Makahaba wanaingia mbinguni mbele yako. Ungekuwa unajua haujui, ningekufunza. Lakini shida yako, ninakwambia, ni unafikiri unajua. Yesu anakueleza hivyo. Anawaeleza hivyo, shida yenu ni mnafikiri mnajua. Shida yenu ni mnafikiri mko sawa. Sijui tuhamie huko. Wamekona sana. You are light. You are light. Njia ya mbinguni ni mlango wazi. Mwito unaotoka kwa Mungu
unakuja kwa wote. Unakuja kwako wewe, unakuja kwangu mimi. Huyo Yesu alipotuamrisha twende kuhubiri injili yake, alisema peleka habari yangu kwa kila binadamu, kwa kila mwanadamu. Hakusema ukienda kwa mwanadamu mwingine upate ako na dini yake, huyo achana na yeye. Kila mtu abaki na dini yake, huyo mwenye ana dini ndio umwambie kunihusu. Hajasema jambo kama hilo. Amesema habari yangu mimi ipeleke kwa kila mwanadamu. Kila kiumbe. Toba na msamaha wa dhambi kupitia mimi na kupitia damu yangu. Habari hii iende kwa ulimwengu mzima, kwa kila mwanadamu. Kwanza atakayepeleka akasema kwa kila kiumbe. Ndio upate anasema hakuna yeyote ambaye hayuko pale ndani. Hakuna kama anaweza kuelewa hii injili na apewe hii injili. Na hii injili tunakuletea wewe kwa sababu tunakupenda. Amechagua wengi kupeleka hii injili kote kote duniani. Anatafuta wenye dhambi, kama vile alivyojishusha akanyenyekea akauliwa pale msalabani kwa sababu alikuwa anatafuta wenye dhambi. Hivyo pia ndio amekuja na anatuma watu kuleta hii habari yake kwako hadi siku ya leo, ili upate kumsikia, ili upate kumjua. Ni wewe anatafuta, ni wewe anakutafuta kakaangu. Amewezesha habari ikuje kwako. Ukisikia kuna nchi ambayo inawezesha, sheria imefunguka, watu wanaweza hubiri kama vile ninavyohubiri hapa, ujue ni kazi ya Mungu hii. Kuna taifa hawezi sikia injili hivi. Nikitaka kumwambia injili ili aokolewe kupitia damu ya Yesu Kristo, lazima nimkujie ni kama mimi ni gangster, ni kama mimi ni mwizi, ni kama ninataka kumuuzia bangi. Na ni maneno ya Yesu namletea, kwa sababu nikishikwa nikimwambia maneno ya Yesu ninatupwa mbaroni, ninatupwa kwenye jela. Wewe Mungu amekupenda, amefungua milango ya hii Kenya, amefungua sheria za hii Kenya, hadi injili inaweza kukukujia wewe mahali ulipo. Unaitoroka habari nzuri ya kuokolewa kwako, habari nzuri ya kuokolewa kwa nafsi yako inakuletewa wewe. Umekaa hapo ukinunua nyanya, unasikia injili, unaokoka, unamjua Yesu. Ulikuwa pale unanunua nyama, unanunua raisi ya Fatma, wende pale ukule pilau, unasikia kuhusu Yesu, unaokoka. Amen. Anakutafuta hata ukiwa pale ukinunua pilau kaka. Mshukuru Mungu kwa sababu ya hii neema aliyokujalia. Mshukuru Mungu kwa sababu ya hii neema ya kukuletea habari yako. Mshukuru Mungu. Hii ni neema kubwa sana ambao wengi hawapati kusikia, ambao wengi hawajapata. Kwa sababu hakuna njia yoyote ingine watu wataokolewa ila kwa kumjua huyu Yesu aliyehubiriwa, huyu Yesu aliyetembea, huyu Yesu aliyekufa msalabani. Huyu Yesu hakuna njia nyingine ila upate kumsikia. Ni upate kusikia habari yake. Lazima upate kusikia habari yake. Na ni tunajua kwamba kuna wengi hawajawaisikia habari ya Yesu Kristo. Tangu utotoni mwake ameambiwa mambo ya Yesu Kristo ni uongo. Mambo ya Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu ni uongo. Hata ameanza kupewa mafunzo ambayo yanakanya kwamba kuna kitu kama mwana wa Mungu. Lakini sasa sisi tunaleta habari ya Yesu. Tunajua habari yenyewe ina nguvu ya kushinda uongo wote. Hakuna uongo wote ambao unaweza kusimama dhidi ya hii habari. Hakuna uongo wote unaoweza kusimama ukweli unapokuja. Hakuna giza yoyote inayoweza kumeza mwangaza. Mwangaza inang'aa katika giza, na giza inamezwa na mwangaza. Nuru inatembea hapa siku ya leo. Nuru inakuja hapa si majengo siku ya leo. Nuru ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anakuja anaambia hao ambao wameongozwa vibaya, anawaambia makahaba na watoza ushuru wanaenda mbinguni mbele yako. Makahaba na watoza ushuru wanaenda mbinguni.
Anasema nini na wewe? Anasema shida ni hii, injili inapofikia watu wengi wanafikiria hawana taabu, wanafikiria hawana jambo, wanafikiria hawana ugonjwa. Kwa hivyo wanapopewa dawa inakuwa ni kama kwamba si kitu kwake. Dawa inakuwa ni kama ni jambo bure sana kwake. Na kuambia kunakuwa na wale wagonjwa ambao ukiwapeleka hospitalini hata hapo anajua ni mgonjwa. Ulikuwa unambegi, unamwambia hapana mzee wangu wewe ni mgonjwa. Hapana wewe ni mgonjwa. Anasema mimi najisikia niko sawa. Mwingine ni mgonjwa hata hajui akona kansa inamea ndani yake. Hajui. Anakuja kujua ile siku hiyo kansa imemea. Anakuja kujua ile siku hiyo kansa imemea, imekuwa kubwa, imeenea, imeenda kwa mapafu, imeenda kwa kichwa, imeenda kwa figo, imemharibu kote. Ndio sasa anajua hiyo siku, kumbe nilikuwa mgonjwa na nimekuwa mgonjwa miaka 10. Ningejua mimi ni mgonjwa mapema, laiti ningelisaidiwa. Mwingine alikuwa ameenda pale kufanya tu check up kawaida, akapata kuna kashida kadogo, kuna kaugonjwa kadogo kamepatikana, kunaonekana ni kama kuna katiuma pale kwenye figo. Anaambia tumeona kuna ka growth pale kwenye figo, lazima tuikague tuone kama kwamba pengine inaweza kuwa ni kansa. Anasema hapana, mimi sijisikii niko na shida, mimi niko sawa, mimi sina shida. Haya, anasema hana shida kwa sababu gani? Haoni. Yeye ni kipofu, hataki kusikiliza utafiti wa daktari. Hivyo ndio wengi walivyo hapa siku ya leo. Injili inapokuja kwao, inakuja kwao inawaambia wewe ni mwenye dhambi, wewe umekufa, umezaliwa katika dhambi, umekuzwa katika dhambi, umelelewa katika dhambi. Dhambi ndio inakuongoza, unaongozwa na tamaa zako, umeongozwa, inakuchanganya, unaongozwa na uongo, unaongozwa na ukatili, unaongozwa na ulafi, unaongozwa na uzinzi. Ni kwa sababu ya mambo haya ndio Mungu anakuja kukuua. Ni kwa sababu ya mambo haya ndio ghadhabu ya Mungu inakuja. Ni kwa sababu ya mambo haya ndio ghadhabu ya Mungu inakuja. Anasema la hasha, mimi nimefunga. La hasha, mimi ninahakikisha ninafanya sala zangu zote. Mimi sina shida, mimi nishafanya hesabu zangu. Ndugu yangu mpendwa, wewe ni mgonjwa. Afadhali ungekuwa kama wale wagonjwa wa malaria wanaopelekwa kwenye hospitali. Oi hata hawezi kula, hawezi, anatapika kila kitu, hawezi fanya chochote. Ugonjwa wake unaonekana, na hivi ungalikuwa hivyo. Na hata wengine wako hivyo lakini bado hawaoni. Anaona yeye ni mchafu, anaona yeye ni mwenye tamaa, anaona yeye ni mwenye matusi, anaona yeye ni mwenye ugomvi, anaona yeye ni mwenye wivu, ako na malaria kabisa, lakini bado amefunga macho yake. Hataki kuona anahitaji kuokolewa, hataki kuona moyo wake ni mchafu, hataki kuona, amepofushwa. Na kuambia tena maneno kakaangu, makahaba wanaingia mbele yako. Mzaliwa wa Mungu anakuambia leo, makahaba wanaingia mbinguni mbele yako wewe na sala zako. Wewe na kufunga kwako, makahaba wanaingia mbinguni mbele yako. Kahaba injili namkujia, anatambua uchafu wake. Anaona alivyochafuka, anaona anahitaji ukweli wa Injili, anaona inahitaji hii dawa. Anasema daktari, nimemgoja daktari hapa asubuhi hadi jioni, lakini sitoki hapa. Wamenipita wengi, nimekaa hapa, wengine wanationa act ni kama hata wanijali, ni kama kwamba hata hawaoni mateso yangu, hawaoni kwamba natapika, hawaoni kwamba damu inanitoka, hawaoni. Lakini sitoki hapa hadi daktari akuje kwangu, sitoki hapa, sitoki. Huyu mwingine ambaye afikirie yeye ni mgonjwa, anakuja pale, anapata laini ndefu, anasema hapana, wacha nitakuja kesho, hii laini ndefu mimi siwezi ngoja.
Sababu gani? Haoni ugonjwa wake, haoni ni kitu serious. Na kuja hapa na mwambia mkubali Yesu. Hiyo unaniambia nini wewe? Unaniambia nini? Wewe na Yesu wako endeni huko. Mgonjwa atajua. Mgonjwa atakubali. Mgonjwa atatambua. Na nakwambia tena kakaangu, makahaba wanaingia mbinguni mbele yako. Mungu anajifunua kwa hao wanaodharauliwa. Mungu anachagua yale yanayodharauliwa. Na yale ambao binadamu wanaweka heshima zake, wanasema hapana, huyo mwalimu mkubwa huyo shehe mkubwa huyo wa kuheshimika, huyo mwenye wivu, huyo mwenye matusi pale, anamtusi mke wake kama sijui, anampiga mke wake sijui kama nini. Watu wanamheshimu sana, wanasema huyo akikuja kuongea, huyo tunapiga makofi. Amepanga watu kuuawa kesho, hakuheshimiwa mbele ya binadamu. Amepofushwa sana huyo. Na huyo namwambia, huyo anayeheshimiwa, makahaba wanaingia mbinguni mbele yako. Umeweka tumaini yake kwingine. Huyo ameweka tumaini yake kwingine. Amesema mimi ninajua venye nitafunga. Ninajua venye nitafunga dhambi zangu zote. Zishe. Ninajua venye nitapiga safari moja Saudi Arabia. Nikirudi niko msafa. Asa apige hesabu zake. Mimi nitafanya matendo mazuri. Nitafanya matendo mazuri, itabalance. Asa afanye hesabu zake. Ameweka tumaini lake katika safari za ndege. Ameweka tumaini lake katika kufunga kwake. Ameweka tumaini lake katika yeye kuamka asubuhi na mapema alfajiri. Hiyo ndio itamuokoa. Nitahakikisha saa 10 haitaipita mimi. Hivyo ndio nitasafishika. Fisadi kazini. Fisadi kazini. Anaamka mapema kabisa. Akishamaliza kufanya sala zake, ashaenda pale kufanya hesabu ili ataficha pesa alizoiba jana. Neema ya Mungu inampita. Ninamletea dawa ya Yesu Kristo, anasema hiyo enda nayo. Mimi ninajua venye nitasafishwa. Mimi ninajua venye nitakuwa sawa. Enda na huyo Yesu wako wewe. Ninaleta hapa Yesu nini? Yesu nini wewe? Toka hapa wewe na huyo Yesu wako wewe. Neema ya Mungu inakuja kwake. Imeenda hivyo. Neema ya Mungu inampita. Lakini nakuhakikishia leo, mwingine neema ya Mungu inakuja kwake, anaisikia, anaiwaza, inafunuliwa kwake katika neno la Mungu. Inafunuliwa kwake katika tabia ya Yesu Kristo. Inafunuliwa kwake, anaangalia, anasema huyu Yesu ni nani? Nimefunza kuhusu manabii wengi, lakini sijawahi ona nabii kama huyu anayefufua wafu. Sijaona nabii kama huyu anayefunua mpofu macho. Sijaona nabii kama huyu anaamrisha bahari. Sijawahi ona nabii kama huyu. Huyu ni nani? Huyu si nabii wa kawaida. Ameona neema ya Mungu imefunuliwa kwake katika tabia ya Yesu Kristo, katika uwezo wa Yesu Kristo, katika maneno ya Yesu Kristo. Yesu Kristo amekuja, amesema hakuna yule ambaye anaona ufalme wa Mungu isipokuwa yule anayekula mwili wangu. Lazima ukule mwili wangu, lazima ukunywe damu yangu. Anakaa chini, anasema nabii gani anaongea hivi? Nabii gani huyu anasema lazima tukule mwili wake? Nabii gani huyu anasema lazima tunywe damu yake? Nabii gani huyu? Ameona neema ya Mungu katika Yesu Kristo. Ameona neema ya Mungu katika uwezo wa Yesu Kristo. Ameona neema ya Mungu katika neno la Mungu.
amekuwa akidharau Biblia, lakini akasema wacha nisome hii Biblia nione kama hawa Kristo mimi nawachanganya hivi. Akachukua Biblia siku moja, akaanza kuichambua, akaanza kugundua, kwani hii kitabu inanijua, hii kitabu nimeisoma, na ni kama kwamba inafunua siri za moyo wangu, ni kama kwamba aliyeandika ananiona katika uovu wangu, ni kama kwamba niye siwezi mficha chochote. Ni nani huyo ameandika hii kitabu? Lakini baada ya kufunuliwa, badala ya kuona, anakataa bado. Anakataa Yesu Kristo bado. Kwa sababu gani? Anamnyenyekeza. Yesu Kristo anamnyenyekeza. Yesu Kristo anamuonyesha hakuna jambo lolote nzuri linatoka kwako. Hakuna. Matendo yako mazuri yote ni machafu. Matendo yako ya kidini yote ni machafu. Hayawezi kukuosha, hayawezi kukusafisha. Lazima mimi Mungu Mwenyezi nikuoshe. Ndio maana nimeshuka, ndio maana nimejitolea kufa. Kama ingekuwa lazima mimi kufa, basi mbona nikufe? Kama unaweza fanya kitu, kama ungeweza kufanya jambo lolote, mbona nikufe? Kama ungeweza kufunga uokolewe, mbona Yesu Kristo afe basi? Mbona asulubiwe? Inawashusha, inawaonyesha wao ni waovu, na kama wameokolewa ni kwa sababu Mungu ndio amefanya jambo, ni Mungu ndio amelipa bei. Hataki hiyo. Hataki kunyenyekezwa, hataki kuletwa chini, hataki kuona ubure wa juhudi zake, hataki kuona ubure wa matendo yake yote, hataki kuona. Anataka kufikiria kuna kitu kizuri ndani yangu ambayo ninaweza nifanye Mungu anikubali. Katika kufa kwa Yesu Kristo, habari ni hakuna kitu unaweza fanya. Ndio maana Yesu Kristo alikufa. Hakuna kitu unaweza fanya. Ndio maana Yesu alikufa. Yeye anataka kuendelea katika dini yake tu. Anataka kusonga tu na mdomo, anataka kuonekana yeye ni mtu wa mdomo, lakini roho yake iko mbali sana na utakatifu wa Mungu. Roho yake iko mbali sana na uzuri wa Mungu. Roho yake iko mbali sana na vile ambavyo Mungu hana dosari ya oloa. Anataka kuonekana ni kama kwamba anamuogopa Mungu. Anataka kuonekana ni kama kwamba ana hofu ya Mungu. Lakini hiyo hofu ya Mungu yake ni mafunzo ya kibinadamu tu. Mafunzo ya kibinadamu tu. Ndio maana wanaendelea na kuendelea katika mahadithi. Mahadithi zinazidi. Mahadithi zinazidi kwa sababu hiyo ndio njia. Njia ya mwanadamu ni mahadithi, kuendelea na kuendelea. Anaanza kuambia ukifanya hiyo kuna kuanga na hivi ndio inafanyikanga pale jehanamu kwa watu wanaofanya hiyo njia. Sijui wanatayarishiwa msumeno alafu inakatwa. Hofu ya mwanadamu. Hofu ya mwanadamu haitakusaidia uache kutenda dhambi. Hofu ya mwanadamu haitakuonya uache kutenda dhambi. Inaweza shika mtoto mdogo, lakini hata huyo mtoto mdogo ataangalia baba yake ambaye amemfunza haya maneno. Hata baba anafanya haya maneno. Baba ananiambia nisidanganye, baba ni muongo. Unafikiri watoto hawaonangi hiyo kitu? Baba ananiambia nisiibe, yeye ni mwizi. Unafikiri watoto hawajui? Watoto wanajua na wanakuona na wanasema basi kama baba anaweza fanya, mimi pia sembuse mimi. Sembuse mimi. Baba ananiambia nisitusi, yeye akikosewa ile matusi inatoka kwa mdomo wake. Baba ananiambia nikuwe mtu wa kupenda, anapiga mama. Alafu ananiambia hakikisha nimefanya sala zangu. Mungu atakukubali. Haya, nitaishi hivyo. Nafanya sala, ninatusi.
Moyoni mwake anajidanganya, anafikiri Mungu haoni roho yake. Anafikiri kuna mambo ambayo anaweza kuficha kutoka jicho la Mungu. Anajiambia moyoni, nani ananiona? Nani anajua mambo ninafanya? Kinje nje watu wanamsifu, mwenye dini huyo, mwenye kusali yule. Lakini kuna mambo anafanya. Atafanya dhambi 10 ili kufunika dhambi moja. Anasema haufai kufanya hivyo. Tungekuwa tumemwekea CCTV. Anajiambia moyoni, nani ananiona? Nani ananijua? Kakangu, huwezi mchongoa Mungu kwenye unachongoa ndugu zako. Huwezi mdanganya Mungu unavyodanganya watu. Hiyo hekima yote ambayo umetumainia, hiyo hekima yote ambayo umewekea imani yako itakuokoa. Na kuambia utaangamia wewe na hiyo hekima. Wewe na hiyo hekima ambayo unaiaminia utaangamia. Hiyo siku, na ninajua nikisimama mbele ya mwanadamu nikisema hiyo siku, si lazima nimfunze. Hata nikienda kwa kafiri nimwambie hiyo siku, anatambua nimemwambia nini. Na ninakuambia wewe, hiyo siku hekima ya Mwenyezi Mungu pekee ndio itasimama. Na hekima ya Mwenyezi Mungu inaonekana katika Yesu Kristo. Tayari inaonekana katika Injili kukufikia wewe. Hekima ya Mungu inafunuliwa kwako. Katika Injili kukuja kwako siku ya Mungu, hekima ya Mungu inafunguliwa kwako. Mkono wa Mungu unafunuliwa kwako. Maajabu yake yatakufunza, maajabu yake yatakuonyesha ukweli wake. Na hiyo siku itaonekana kikamilifu utakapoangamia wewe na huo hekima yako yote, na utazame makahaba na watoza ushuru waliotambua ugonjwa wao wakiingia mbele yako. Utatambua hiyo siku hekima yako itaangamia na makahaba wanaingia mbele yako. Usipitwe na hii habari nzuri ya Yesu Kristo. Isikupite habari njema ya Yesu Kristo, isikupite ndugu yangu. Habari njema ya Yesu Kristo isikupite dada yangu. Mtazame, mtafute, mpokee. Ona uovu wako. Kubali matendo yako ni machafu. Kubali na uamke. Uone dawa ni moja. Ulimwengu sasa hivi kuna madini kama milioni 7. Na bado ninaambia wote, ujumbe wangu kwa wote ni dawa ni moja, na ni mwana wa Mungu, mwana mzaliwa wa Mungu. Mungu amezaa kutoka milele hadi milele, na mzaliwa wake ni mwana wake wa pekee, anaitwa Yesu Kristo. Na mzaliwa wa pekee wa Mungu ameshuka, amechukua mwili, amekufa msalabani, amezikwa, amefufuka, ameshinda kifo. Na hiyo ndio dawa peke yake. Umpokee mwana wa Mungu. Mpokee mwana wa Mungu siku ya leo. Usipitwe na neema ya Yesu Kristo. Usipitwe na neema ya mwana wa Mungu. Usipitwe na neema ya Baba. Mpokee Yesu leo. Mwamini Yesu. Na hayo ni maomba katika jina tukufu la Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi wa milele, neno lako ni kama upanga. Wewe umesema neno lako ni kama upanga. Na Roho wako Mtakatifu anapochukua neno lako, anafunga na anakata uongo, anakata uovu, anakata udanganyifu, anakata uongo wote, anafunua moyo mbele yako, anaonyesha siri za moyo, anaonyesha kwamba wewe Mungu uliye juu unaitambua yote. Kwa hivyo sisi hatuhubiri chochote Mungu wangu, tunahubiri neno lako. Tunahubiri moto wa neno lako.
Na ni tamaa yetu Mungu Baba kwamba moto huu utawaka hapa mji wa Majengo. Moto huu utawaka huu mtaa wa Majengo. Moto huu utawaka na utateketeza. Uteketeze uongo uliojaa huko. Uteketeze mioyo ya watu iliyokuwa migumu. Iteketeze na uwalete kwako. Uwavutie kwako. Uwanyenyekeze kulingana na neema yako. Kulingana na kusudi lako takatifu. Na wale wote waliosikia Mungu Baba, tunawatakasa mbele yako Mungu wangu, ili wasipate kupotea kwa ajili ya neno lililohubiriwa, lakini waongozwe. Uwe Mungu Baba kwamba umefanya kazi hapa siku ya leo, hata ingawa ni kupanda tu mbegu ya Yesu Kristo, kuwavutia wateule wako waje kwako. Umesema hautapoteza hata mmoja. Basi fanya kazi yako Mungu wangu kulingana na mapenzi yako. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.